أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على هذا النبي المحمود سيرته الذي حين جاءنا بالرسالة لم يبق من شجر ولا حجر إلا تحييه نطقا حين يلقاه. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة faghfir lil answari wal muhajira. Watal imani wal islam, kiwa tupo katika mwendelezo wa kitabu chetu pendwa hichi Madarijul Ula, ambacho ni sherehe ya Tabarakatul Ula cha al-Imam Abdul Mubarak Hasan ibn Umairi Ash-Shirazi. Kwa taufiki yake Mola Subhana, tutakuwa ni wenye kuendelea ukurasa nambari 62 na ubeti ambao utakuwa ni wenye kuondokea nao leo ni ubeti namba 39 unaosema ya kwamba laqad nudita litarhali fasma wala tataswamamanna anil munadi. Anasema ya kwamba laqad nudita litarhali fasma, hakika umelinganiwa wewe. Wa alaykum salaam. Hakika umelinganiwa wewe litarhali, kwa ajili ya kusafiri. Fasma, basi sikiliza. Sikiliza, kwa sababu wewe ni mwenye kusikia. Sikiliza vizuri, kuwa munadi mwenye kunadi kwa ajili ya safari ameshanadi. Wala tataswamamanna, na wala usijitie uziwi, manake wala usijifanyishe kuwa ni kiziwi, anil munadi, kutokamana na yule mwenye kunadi. Maana ulimwengu kama huu, mwisho wa siku watu wataondoka katika ulimwengu kama huu, na kuondoka kwenye ulimwengu kama huu kunahitaji maandalizi, kwa sababu safari yoyote ambayo itakayokuwa haikuwa na maandalizi ndani yake, basi ujue safari hiyo itakuwa ina shida ndani yake. Kwa hiyo madhali mnadi mwenye kunadi ameshanadi kuwa haya, arrahila, safari twende, basi usijitie uziwi wa kutokumsikia huyo mwenye kunadi. Fanya maandalizi. Wengi ambao waliokuwa katika hii dunia mwisho wa siku wameondoka, kama alivyosema yule bwana, sa'altu dara tukhbiruni anil ahbabi ma fa'alu faqalat fi asema faqalat li aqama alqawmu ayyaman wa qad rahalu. Bwana mmoja yasemekana kuwa ni Nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam, sema sa'altu dara, niliuliza huu ulimwengu, hii dunia niliuliza, inipe habari mimi, anil ahbabi, kutokamana na vipenzi. Sa'altu dara tukhbiruni, niliuliza ulimwengu ili unipe habari mimi, anil ahbabi, kutokamana na wale vipenzi waliokuwa katika hii dunia. Ma faalu, nini wamefanya, kitu gani ambacho wamekifanya. Asema faqalat li, huo ulimwengu ukasema kuniambia mimi, aqama alqaumu, hapa watu bwana waliishi, walikaa, ayaman, masiku tu machache ni kuhesabika, waqad rahalu, na hakika wameondoka. Anasema faqultu wa aina atlubuhum, nikasema hivi, wapi nitawapata hawa bwana, nina shida nao, nina haja nao. Fa aina atlubuhum, wapi nitawapata. Wa ayya manazilin nazalu, na ni mashukio gani wameshukia, bimaana wapi vituo gani, wapo sehemu gani wamefikia watu kama hawa, baada ya kuwa wameondoka katika ulimwengu kama huu, baada ya kuishi, wapi nitawapata. Asema faqalat fi quburi fanu, hao mabwana hao, ulimwengu ukasema hao mabwana, fi quburi fanu, bwana wapo kwenye makaburi huko, wamefikiria huko kwenye makaburi, wamefukiwa huko. Laqu wallahi ma amilu, wamekutana na yale ambayo wameyafanya, wallahi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo dunia kama hii, ikhwatal imani wal islam, ni dunia ambayo kwamba mwisho wa siku watu wataondoka.
na yule mwenye kunadi kisha nadi, bwana, haya safari safari. Kwa hiyo laqad nudita litarahali fasma, umeshanadiwa wewe kwa ajili ya safari, sikiliza. Fasma wala tataswamamanna, na wala usifanye uziwi, usijitie kiziwi wewe, anil munadi, kutokana na yule mwenye kunadi, ukaachana na ule mnadi wake ukawafanya mambo yako. Anasema chini hapo, laqad allamu muwaddi'atin lilqasami, hiyo lamu imekaa mahala pa kiapo. Hiyo laqad ilikuwa hiyo wallahi qad, kwa hiyo lamu hapo itakuwa imekaa au imetukia, imeangukia mahala pa kiapo. Nudita ya akhi, umelinganiwa ewe ndugu yangu, umenadiwa ewe ndugu yangu, litarahali, kwa ajili ya safari, minaddari alfaniya, kutoka kwenye huu ulimwengu wenye kutoweka, ila dari albaqiya, kwenda kwenye ulimwengu wenye kubakia, allati, ulimwengu ambao kwamba qala ta'ala, Mwenyezi Mungu amesema hali ya kuwa ametukuka, fiha, ndani yake, fa yawma idhin la tanfa'u alladhina dhalamu ma'dhiratuhum, fa yawma idhin, basi siku hiyo ni siku ambayo la tanfa'u alladhina dhalamu, wale ambao waliodhulumu hakutawanufaisha hao, ma'dhiratuhum, fa'iluhu ma'dhiratuhum, kule kutoa udhuru kwao. Maanake kule kutoa udhuru kwao hawa waliodhulumu nafsi zao hakutowanufaisha. Wala hum yusta'tabuna, na wala wao hawatatakiwa kutubu, kwa sababu wakati wa tauba ulipita hali ya kuwa wao hawakutumia namna ile ambayo kwamba inavyotakikanwa. Kwa hiyo mwisho wa siku waje kutoa udhuru mbele ya Mola, ya Rabbi kadha, ya Rabbi hivi, ya Rabbi, hawatapewa udhuru kama huo wa kuweza kujitetea, na wala zile tauba zao hazitokubaliwa. Asema fasma, basi sikiliza, fasma dhalika nidaa, sikiliza huo ulingano, samaa al-istidadi, usikizi wa maandalizi, lidhalika arrahili tawili, kwa ajili ya safari hiyo ambayo ni ndefu. Fasma, basi sikiliza, fasma, basi sikiliza, dhalika nidaa, huo ulinganizi, huo wito, samaa al-istidadi, sikiliza usikizi ambao ni wa maandalizi, usikiaji wa mtu mwenye kujiandaa, usikizi al-istidadi wa maandalizi, lidhalika arrahili tawili, kwa ajili hiyo ya safari ambayo ni ndefu. Wala tataswamamanna, na wala usijitie uziwi wewe, usijifanyishe kuwa husikii, wa anta sami'un, na hali ya kuwa wewe ni mwenye kusikia mno. Wala tataswamamanna, na wala usijitie uziwi, wa anta, na hali ya kuwa wewe sami'un, ni mwenye kusikia mno, anil munadi. Sasa usije ukajitia uziwi ukaachana na ule mnadi, ule wito wa yule mwenye kuita, ukawa husikii. Wala tataswamamanna, na wala usijitie uziwi, wa anta sami'un, na hali ya kuwa wewe ni msikivu mno. Kwa hiyo usijitie uziwi anil munadi, ukaachana wewe na yule mwenye kunadi, yule mwenye kuita. Amma alharamu awishaibu bilisani halihima, amma alharamu, ama uzee, awishaibu, au mvi, bilisani halihima, kwa ulimi wa hali zao, kwa ndimi za hali zao, fataswammumu an hadha nidai, basi kujitia uziwi, kuachana na wito huu, albalighi, wenye kwenda mno, ila udhunika, kwenye sikio lako, kulli sami'i, kila mwenye kusikiliza. Amma alharamu, ama uzee, awishaibu, au zile mvi, bilisani halihim, kwa ulimi wa ndimi zao, lisanul hali. Yani maana yake vipi ya maneno? Maana yake ni kwamba ama yule mzee yule ambaye sasa ndo hajiwezi, na yule ambaye mwenye mvi, wawili hawa ndo hawatakiwi kabisa kujitia pambani. Hawatakiwi kabisa kuweza kupuuzia wito kama huu. Kwa sababu gani? Kwa sababu sasa kilichobakia baada ya uzee ni nini tena? Ni kuondoka kwenye dunia. Na kilichobaki baada ya kuwa mvi zimeshatoka, nini kilichobaki? Kitu gani kinachofuatia hapo? Hali ya kuwa ni risala hiyo, ni ujumbe huo, ni barua ambayo Mola akakuletea kuwa wewe kwa kupitia mvi kama hizo
kwa kupitia uzee kama huo, muda wowote, wakati wowote utaondoka kwenye ulimwengu kama huu. Kwa hiyo hawa wawili bilisani halihima, kwa lisani ya hali zao, hawatakiwi kabisa kuweza kupuuzia, kuweza kujitia uziwi kutokamana na ule wito ambao wenye kunadi safari. Fataswammumu, basi kujitia uziwi, an hadha nidai, kuachana na wito huu, albalighi, wenye kwenda mno, ila udhuni kulli samii, wenye kwenda mno kwenye kila sikio la mwenye kusikia, insan, awe ni mwanadamu, wa jinna, awe ni jini. Kwa hiyo huko kujifanya uziwi, yukhafu ala almutaswammimi, kuna hofiwa, kunaogopewa kwa yule mwenye kujifanya kiziwi, ayuqala fil yawmil qiyama, kusemwa au ayakula, kusema huyu mtu mwenye kujifanya uziwi siku ya kiyama, kusema vipi? Ya hasarata, hasara iliyoje, hasara yangu mimi, ala maju ya kile ambacho, farradtu, nimekizembea mimi, fi janbillahi, kuhusiana na Mola subhanahu wa ta'ala. Manake yule ambaye hakuweza kufuata wito kama huu na aliusikia, mwisho wa siku akajitia kuwa ni kiziwi, basi siku ya kiyama huogopewa kwake yeye huyo, akaja kusema hasara yangu mimi, nimehasirika, najuta kutokana na kuacha kukifanya kile ambacho mimi nilitakiwa nikifanye, kile ambacho nimekizembea kukifanya kwa upande wa Mwenyezi Mungu, fi jambillah, kwa upande wa jambo hapo ni ubavu, lakini tunafasiri kutokamana na upande ule wa Mola subhanahu wa ta'ala, kuhusiana na Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo fataswammumu, basi kule kujifanya kiziwi, an hadha nidai, kuachana na wito kama huu, albalighi, ila udhuni kulli samii, huu wito ambao wenye kwenda mno kwenye sikio la kila mwenye kusikia, insan, awe ni mwanadamu huyo mwenye kusikia, wa jinnan, awe ni jini huyo mwenye kusikia. Huko kujifanya uziwi, yukhafu ala almutaswammimi, huogopewa kwa yule mwenye kujifanya kiziwi, ayakula fil yawmil qiyama, kusema, ayakula, kusema, fi yawmil qiyama, siku ya kiyama, ya hasarata ala ma farratu fi jambillah, hasara iliyoje juu yangu mimi, juu ya kile ambacho farratu, nimekizembea, sikukifanya kwa wakati, sikufanya kwa muda, fi jambillahi, katika upande wa Mwenyezi Mungu, yani yale ambayo, mambo ambayo Mola subhanahu wa ta'ala kiupande wake ametuamrisha kuweza kuyafanya, hali ya kuwa ukiyafanya mambo kama yale, mwisho wa siku utakuwa ni mwenye kupata salama. Yani hayo ambayo kuamrisha uyafanye, kinyume chake ukayawacha, ni yale mambo ambayo yatakujia faida yako yeye mwenyewe, yani wewe mwenyewe faida yako utakuja kuipata kwa kuyafanya yale mambo, si kwa kuwa utayafanya mwisho wa siku faida itaenda kwa Mola, wewe usipate faida yoyote. Ujue faida yako itakuja kwako wewe mwenyewe, lakini ukayawacha, mwisho wa siku ukafanya mambo mengine ambayo imekujia hasara. Sasa wewe siku ya kiyama uhofiwa wewe ukasema mambo kama hayo, ya hasara ala ma faratu fi jambillah, hasara iliyoje juu ya kile ambacho nimekizembea mimi sikukifanya kwa upande wa Mola subhanahu wa ta'ala. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, hakika sisi ni wa Mola na sisi kwake Mola ni wenye kurejea. Fakun sami'an linidai, huwa wewe ni mwenye kusikia ule wito, atarhali, ule wito wa safari, ule wito wa kusafiri. Fakun sami'an linidai tarhali, huwa ni mwenye kusikia ule wito wa safari, ila safari albaidi, kwenda kwenye ile safari ya mbali, alladhi, safari ya mbali ambayo yahataju ila zadi, yahitajia maandalizi, kathirin, tena maandalizi mengi, min adai faraidhillahi ta'ala, kutokamana na kutekeleza zile faradhi za Mola subhanahu wa ta'ala, salatan wa siyaman wa zakata wa ghairaha, swala, pia vile vile funga, ya vile vile zaka na mambo mengine, wa ghairaha, na sio kuwa hayo, min faraidhillahi, mambo ambayo yanatokamana na faradhi za Mola subhanahu wa ta'ala. Yapi hayo? Ka amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, kama kuamrisha mema na kukatazana na yale ambayo ni mambo mabaya, ni mambo ya munkar. Wajtinabi maharimihi, na kujiepusha na yale ambayo Mola kayaharamisha, min zina, kutokamana na zina, wa riba, na riba, wa maksin, na ushuhuru, kule kutoza ushuhuru kule maksi, wa rushwatin, na pia vile vile kujiepusha na rushwa, wa shurubi muskirin, na kunywa ambacho chenye kulewesha, wa ghibatin, wa namima, na kusengenya na kufitini,
kujiepusha nayo hayo, wakadhibin, na kusema urongo, wa ada'in nawafili, na pia vile vile kutekeleza zile sunna katahajudi wal witri, kama sunna ya tahajudi na pia vile vile sunna ya witri, wasadaqati, na kutoa sadaka, kujitahidi katika mambo kama hayo, wa saumi arafata, na kufunga ile funga ya Arafa, wa ashuraa, na kufunga ile sunna ya Ashuraa ambayo ni mwezi 10 katika mwezi wa Muharram, wa bitighai thawabillahi, na kutaka malipo kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, wa bitighai thawabillahi, na kutaka malipo kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya yote hayo ambayo unaoyafanya, si kwa ria, bali wafanya btighaa maradhatillah, wattiqai, na kujikinga min ghadabihi, kutokana na ghadhabu zake Mola, wattiqai, na kujikinga min ghadabihi, kutokamana na ghadhabu zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa mukhalatati salihina, pia vile vile kujichanganya kutokamana na wale watu wema, wal iqtidai bihim, na kuwaiga wao, wal iqtidai bihim, na kuwaiga wao, maana yake kuwafuata wao, litakuna, ili uwe wewe, mimman, ni miongoni mwa wale ambao, tukikadiria hiyo min ya tabiidhi, litakuna, ili uwe wewe, mimman, ni miongoni mwa wale ambao, au ni katika wale ambao, ajaba nida at-tarhali, miongoni mwa wale ambao wamejibu, wameitika wito wa ile safari. Kwa hiyo fanya hayo yote hayo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umefanya jema, basi uwe umelifanya kwa ajili ya Mola, si kwa ajili ya watu wa kuona. Umejikinga na baya, basi umejikinga kwa ajili ya Mola, si kuwa hufanyi ofu kama lile watu watakuonaje. Yote hayo ibtigha maradhatillah, basi utakuwa ni miongoni mwa wale ambao wameitika wito wa safari kama ile. Walamma kana ash-shaybu ba'idan 'anil wahmi, nazama zilivyokuwa zile mvi. Walamma kana ash-shaybu, nazama zilivyokuwa zile mvi, zilipokuwa zile mvi, ba'idan, zipo mbali mno, 'anil wahmi, kutokamana na dhana, kutokamana na kule kutuhumu, binadharatihi, kwa kule kukhofisha kwake, limanudia, kwa yule ambaye amelinganiwa, litarahali, kwa ajili ya safari. Manake pindi zilipokuwa zile mvi zipo mbali mno, manake huyu mtu baada ya kuwa amejiliwa na ujumbe kama huu, ujumbe manake zile mvi ni barua ile ambayo kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kujulisha kuwa bwana, wewe muda wote ni safari. Kwa hiyo zama ilipokuwa ujumbe kama huu umekuja, kisha mwisho wa siku mtu akajiweka mbali nao, kutokana na kufanyia kazi huu ujumbe, kwa kule kukhofisha kwake kwa yule mwenye kunadiwa, basi huyu mwandishi An-Nadhimul Fahim qala, akasema, kafafa mashibu ra'asika min nadhirin wa ghalaba launuhu launa sawadi, wallahu a'la wa a'lam. Kikubwa tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu, innahu waliyyu dhalika wal qadir alayh. خير خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله محمد.